Sema, nenda Ninawi ukapaze sauti, mji ule mkubwa ukapaze sauti. Yona akaazimia kuondoka, akaazimia kutoroka kwenda, akataka kukimbilia Tarshishi, akashuka mpaka Yafa, akaona merikebu, akatoa nauli, akapanda chombo. Wakiwa safarini, bahari ikachafuka, chombo kikawa kama kinataka kuvunjika. Baada ya hapo, wale manahodha waliokuwa kwenye kile chombo wakaanza kuomba, lakini bahari haijatulia. Wakamfuata, wakamwambia, wewe ulalai. Akaambiwa yeye na alikuwa amelala kwenye chombo. Akaulizwa, tunaomba utuelezee wewe ni nani, unafanya kazi gani, umetoka nchi gani, na Mungu wako ni nani? Labda ukimuomba Mungu wako wewe anaweza kutusaidia bahari katulia. Yona akasema, mimi ni Mwebrania na anamtumikia Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Wale watu waliogopa. Wakati wanaendelea kupiga makasia, bahari kazidi kuchafuka. Baada ya hapo, Yona wakapunguza sheheni ya mizigo kwenye ile merikebu, na baada ya hapo wakamwendea Yona, wakapiga kura ili kujua mabaya yanawapata kwa sababu ya nani. Ndipo kura ikamwangukia Yona. Kwa hiyo Yona akasema, ili bahari itulie, itupeni katika bahari. Baada ya hapo walimtupa kwenye bahari, na Mungu alikuwa ameshaandaa samaki ili ameze Yona. Ndipo yule samaki akafungua kinywa akameza Yona. Asante, umeeleza vizuri kabisa. Kabla hujatuambia kinachoendelea, tukio la Yona kukaa kwenye tumbo la samaki linafananishwa na tukio gani kwenye Biblia? Tukio la kufufuka kwa Yesu. Asante. Tuambie, je, ilikuwaje? Alitoka kwenye tumbo la samaki au ilikuwaje? Na kama alitoka, nini kilifuata? Baada Yona alipoingia kwenye tumbo la samaki, alikaa kwenye tumbo la samaki muda wa siku 3. Ndipo Yona akiwa katikati ya ile tumbo la samaki akaomba Mungu maombi, na mwishoni alisema anamtolea Mungu sadaka na sauti ya shukrani mbele zake. Ndipo Mungu akanena na samaki. Samaki akaenda akamtapika Yona katika nchi kavu. Hapo ndipo Yona neno la Bwana likamjia Yona kwa mara ya pili na kusema aende Ninawi, mji ule mkubwa, akanene habari Mungu atakaomwamuru. Yona akatii, akaenda, na safari yake ilikuwa imechukua muda wa siku 3. Akaenda mpaka Ninawi, akawahubiria watu Mungu alichomtuma. Amen. Mungu akubariki.